wakaniambia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mbona tutampata tu, tumeishajua maeneo alipo. Wakati wanaendelea na uchunguzi wao, namfuatilia naye, unajua ana line hizi mnazoona karibia 10, na anacho kitambulisho hichi, anachotapelia watu kwamba yeye ni RCO, ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa. Lakini makachero wetu, na mimi leo nitawapa zawadi. Mpo wangapi? Mpo 9. Nitawapa milioni 10 leo tukimaliza hapa. Alidanganya, lakini kupitia live alikuwa amepiga WhatsApp. Sasa alipokuwa amepiga WhatsApp, huyu mtu, nikaangalia profile aliyokuwa ameweka, alikuwa ameweka ya waziri Mchengerwa, akiwa anaapishwa, nafikiri akiwa waziri, akiwa Ikulu, ile ya uapisho ambayo Mchengerwa alikuwa anaapishwa, Mheshimiwa Waziri Mchengerwa alikuwa anaapishwa, ndio alikuwa ameweka profile yake. Mimi nikampigia, kajua labda ni waziri ananipigia, nikampigia, hakupokea. Nikapiga tena, akapokea, akajifanya mtandao haupo sawa sawa. Asema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naona mtandao haupo sawa. Akakata. Alipokuwa amekata, akanitumia message. Anasema hivi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi waziri wa afya Mheshimiwa Mchengerwa, naona hatusikilizani. Ile harusi ya binti yangu ni kesho kutwa. Kwa hiyo nilimwambia Rasi, naona kama Rasi anazubaa. Akatumia maneno hayo, naona kama Rasi anazubaa. Hebu waambie wakurugenzi haraka haraka ukabidhi hiyo hela nitumie kwenye namba hii. Wasisitize bwana, angalau naona tena, akatumia neno wasisitize, naona kama michango haijakaa vizuri, lakini nakuamini sana nitapata mchango wa kutosha. Kwa ni waambie wakurugenzi wamchangie Mheshimiwa Waziri Mchengerwa tapeli. Ile message, akasema kweli Mheshimiwa Waziri. Nikampigia tena, nilipompigia hakupokea. Kwa sababu ninayo namba ya Mheshimiwa Waziri, nikamforwardia ile message, nikamwambia Mheshimiwa, naomba maelekezo vizuri, sijakuelewa. Alivyoyasoma akanipigia on the spot, akasema, Chacha, mimi siwezi kuandika message ya namna hiyo, mimi sina binti anayeolewa kesho kutwa. Kwanza binti wa kuolewa mimi sina, na kuelekeza tafuta huyo mtu mpaka umkamate. Mheshimiwa Waziri akaniambia hivyo. Nikamwambia Mheshimiwa Waziri, nimepokea na nakuahidi nitampata. Ikapita miezi, yeye hajui tunamfuatilia. Tukaweka uchunguzi wa kina, na nawashukuru sana vyombo vyangu. Tengeneza kamati ya kufanya uchunguzi wa kina, nikawapa hizo namba, wakaniambia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mbona tutampata tu, tumeishajua maeneo alipo. Wakati wanaendelea na uchunguzi wao, namfuatilia naye, unajua ana line hizi mnazoona karibia 10, na anacho kitambulisho hichi, anachotapelia watu kwamba yeye ni RCO, ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa. Lakini makachero wetu, na mimi leo nitawapa zawadi. Mpo wangapi? Mpo 9. Nitawapa milioni 10 leo tukimaliza hapa. Alidanganya, lakini kupitia line zake akapatikana mpaka sura. Kwa hiyo wakawa wanamtafuta mpaka mtaani kwa sura. Kwa hawakubabaisha, wakajua mpaka nyumbani kwake. Wameenda kama mara 2. Wakifika tu wanamkuta amebaki mke wake peke yake. Kuna guest moja inaitwa Greenview. Huyu bwana ikifika kila siku saa 8 usiku anaamka nyumbani kwake, anaenda guest Greenview Lodge. Pale ndio mitambo yake, kile chumba amekikodi, hakuna mtu mwingine anaingia mle. Mke wake hajawahi kujua kwamba huyu baba, kwa sababu mke wake inawezekana naye anajua ni RCO, kwa hiyo anaingiaga usiku kazini. Kwa yule mama, yani yeye haelewi, anajua tu huyu bwana kila siku saa 8 usiku anaamka anaenda kazini. Akienda anaenda lodge pale Greenview Lodge. Ipo ni mtaa gani? Kiloleni. Na simu anazotumia kwa utapeli ni hizi hapa. Kuna aina nyingine anaitumia kwa utambulisho wa mtu Kuna line nyingine kati ya hizi 9.
anaitumia, lakini ina usajili wa mtu mwingine, ina usajili wa mtu huyu hapa ambaye sio sura yake. Kwa hiyo nikasema, bwana, leo nitakutangaza dunia nzima ikujue, mke wako ajue ni tapeli, wala sio RCO, ndugu zako wote wajue tapeli tu wa kutupwa, na kesho tutakufikisha mahakamani. Specifically tuliyemkamata tulikuwa tunamtafuta ni huyu, na tumemkamata red handed. Yeye amejaribu kuficha ficha, lakini makachero wapo watu kama wawili wanawatafuta, lakini aliyekuwa anahusika hasa na haya yote ambayo nimeyasema ni huyu bwana ambaye tumemkamata leo.